Yesu Kristo asifiwe. Ni siku ingine njema Bwana ametujalia kuiona, siku mpya kabisa ambayo hakuna haijakuwa mbeleni na haitakuja ingine kama hii. Ndiposa hata mwandishi Zaburi akasema hii ni siku Bwana ameifanya, tuishangilie na tuifurahie. Sasa siku ya leo tunafika Warumi 16, ni somo letu la 17 ambayo ni somo letu la mwisho. Lakini sio mwisho kwa sababu Mungu akitusaidia juma lijalo, Mungu akitujalia, tutatoa muhtasari alafu sasa tuseme tumefunga, ndio mwezi ujao juma la kwanza tuingie katika masomo tofauti, kitabu kingine tofauti. Itakuwa kitabu cha ajabu sana na kitabu muhimu sana katika misingi thabiti ya Ukristo. Tutasoma Waibrania, lakini Warumi pia ni kitabu kinatoa msingi mzuri, na mtu akisoma Warumi anaelewa kabisa maana ya Agano Jipya. Na Waibrania pia ni kama hivyo, lakini pia kwa kina tofauti. Sasa siku ya leo somo linaitwa sifa. Na tunapoongea sifa, tunaongea Mtume Paulo akisifu watu fulani kwa mambo tofauti. Kwa sababu kabla tuliona mapema katika kanisa la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kuna watu tofauti, watu wametoka tabaka tofauti, lakini wakija wanakuwa mwili mmoja. Na ni tofauti kama vile tumeambiwa viungo vya mwili vilivyo tofauti, lakini vinafanya kazi kujenga mwili mmoja. Kwa hivyo watu walisifiwa tofauti. Tuanze kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Na mstari wa kwanza na wa pili, Warumi 1 na 2 nitasoma. Ninasema hivi: samahani, hii ni lugha tofauti, lakini inasema hivi. Kuna dada moja aliyeitwa Foibe. Katika Warumi tutasoma mstari wa kwanza na wa pili, tunaambiwa kitu kinaitwa utambulisho. Inasema hivi: na mkabidhi kwenu Fibi, ndugu yetu, aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mumpokee katika Bwana kama mpasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalolihitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Ni ajabu, anaanza na huyu ambaye anaitwa Fibi. Na tukisoma habari ya huyu Fibi, tunaambiwa ya kwamba anaitwa Mtume Paulo akimueleza na muambia dada yao anayependekezwa kwao, ya kwamba yeye ni mtumishi wa kanisa lililoko Kenkrea. Huyu Fibi alikuwa ni mtumishi katika hilo kanisa, na ni ajabu, wote tumeitwa kuwa watumishi, wote tumeitwa kuwa tunamfanyia Yehova Bwana Mungu kazi. Lakini utakuta ijapokuwa wote tumeitwa, wachache ndio wamekubali huo mwito, wachache ndio wamekuwa waaminifu. Na ndiye katika makanisa yote utakuta kikundi kidogo tu ndicho cha watu ambao kama ni mchungaji anaweza akategemea. Kuna mwingine mtakubaliana, lakini siku hiyo ambayo mmekubaliana anakuwa hayuko. Lakini tunaambiwa yako kwamba huyu alikuwa ni mtumishi. Alafu tunaambiwa ya kwamba
wampokee, wanaombwa basi wampokee katika Bwana, kwa maana kwa namna inayowafaa watakatifu. Na watakatifu tunawapokea aje? Ama sisi kama waamini, je, hao ndugu zetu wanapokuja njia yetu, tunapokutana na labda ni mtu hatujui lakini ana ushuhuda, tunampokeaje? Tunaambiwa kwamba tumpokee inavyostahili watakatifu ama wateule, watu ambao wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Wamwambiwa basi wampokee hivyo. Alafu pia wanaambiwa msaidie katika lolote atakalohitaji kwao. Ati wamsaidie katika lolote. Na mara kwa mara tutakutana na watu wakihitaji msaada. Ni kweli siku hizi watapeli ni wengi. Wengine wanakuja ni waongo. Wanakuja, mimi ninatoka kanisa fulani, nimekuja kuona ndugu yangu, na hadithi, lakini zinakuwa ni za uongo. Lakini huyu wametambulishwa na Paulo, kwa sababu Paulo alikuwa na ushuhuda wake. Na sijui wewe kama unaponisikiliza, wewe katika huduma yako na utumishi wako, je, unaweza ukatangazwa hivyo ya kwamba wewe ni mtumishi na upokelewe na heshima ile ambayo inastahili mteule? Ama mchungaji wako atakuwa na tashwishi kukupendekeza kwa watu? Kwa sababu wakati mwingine wachungaji wanakuwa na tatizo kubwa. Kuna mtu utaona amekuja haji kanisa, lakini anakuletea fomu fulani, niwekee hapa ati unanifahamu. Unamwambia sasa, mimi kama mchungaji mimi sikufahamu. Nilikuwa nakuja, ulikuwa unakuja kanisa, lakini kwa leo mimi kukuwekea sahihi ni ngumu kwa sababu sina ushuhuda wako. Kanisani wewe unakuja tu mara moja. Sasa mimi kusema ati nikupendekeze, hapana, nitakuwa nasema uongo. Lakini Yufibi huyu hakuwa na tatizo hata kidogo. Alisema huyu ni mtumishi, na akasema pia mumpokee vizuri, na chochote msaada wote ambao atahitaji mumpe. Yaani Paulo mwenyewe anajua huyu ni mtu mwaminifu. Akasema amekuwa msaidizi wa wengi na wa Paulo pia. Sasa mimi, watu wanaponizungumza, wananizungumzaje? Mchungaji Joseph yuko aje? Amekuwa msaidizi kwa wengi. Amekuwa msaidizi kwa mhudumu mwingine, kwa wahudumu wengine, ya kwamba wahudumu wanaweza kumtolea ushuhuda. Ni muhimu sana tuwe na ushuhuda ambao ni mzuri. Watu wakituzungumza hawana hofu, wanasema huyu namfahamu. Hata wakisikia maneno yako yakitajwa, anasema hapana, huyo namfahamu. Funzo tunaliona katika Tito 3:12, inasema hivi: wakati nitakapomtuma Artema kwako au Tikiko, jitahidi kuja kwangu huku Nikopoli, kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Ni Tito 3:12. Ni mtume Paulo akiandikia Tito, anaambia ya kwamba atamtuma Artema kwao au Tikiko. Yaani kuna watu wawili Paulo alikuwa ana ujasiri wa kuwatuma, alikuwa na imani nao. Kwa hivyo hata sisi tutafute kuwa mahali tuko, kama ni mchungaji ana imani na sisi ya kwamba akihitaji kutumana. Kwa sababu hapa alitaka Tito aje, lakini akasema kabla Tito aje kuna watu ambao pia alikuwa na imani nao. Huyo mmoja ambaye anaitwa Artema au Tikiko. Ati mmoja wao akienda hapo atashikilia wadhifa huyo Tito, na Tito atakuja kwa Paulo kwa sababu Paulo alimhitaji. Tuwe na huo utayari wa kutenda kazi, kwa sababu tumeitiwa huduma, na kazi yetu itapimwa siku moja na italipwa kulingana
na uzito ambao utaonekana. Jambo la pili, 3:16 tunaona salamu, na katika salamu nitasoma 3, 4, 5. Hizo zingine zote nitataja watu mmoja mmoja. Inasema hivi: tatu inasema, msalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Nisalimieni Epaineto, mpenzi wangu, aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. 5, nisalimieni hiyo ya Epainenoto. 6, nisalimieni Mariamu, aliyejitaabisha sana kwa ajili yetu. Unaona, kila mtu akitajwa anaelezwa ni nini alifanya, na ni jambo la kusikitisha, na ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha pia, ya kwamba kuna watu kanisani ambao hakuna kitu anaweza kutajiwa ati wamefanya. Wakati kazi inafanywa hawako, wakati ibada iko mtu anakuja wakati anataka. Ukimuona leo, kuna hakika Jumapili ijayo. Katikati ya hao watu pia kuna wengine wa watu walioko katika kanisa ambao wakiwa hawako, hata wandugu wanasumbuka, wanashindwa, kwani imekuwaje na fulani? Huyu hakosi, huyu tunampata kanisani, huyu hakuna wakati hayupo. Lakini kuna wengine hakuna mtu anaweza kuwategemea ati kesho atakuwa. Anajua wako akiwaona. Huo ni shuhuda ambao si mzuri. Hebu tuwe kama hawa watu. Nitawasoma tu. Tunaambiwa ya kwamba Priska na Akila walikuwa wafanyikazi wenzake katika Kristo. Na mnakumbuka Priska na Akila pia walitajwa mahali pengine katika kitabu cha Matendo, ya kwamba hao walipomsikiliza mtume Apolo akihubiri, waliona ana makosa fulani, kwa sababu alikuwa kweli ni shupavu kwa mahubiri, lakini alikuwa haelewi maandiko vizuri. Anaongea mambo ya Yohana Mbatizaji, alikuwa amepitwa na wakati bila kujua, na tunaambiwa walimchukua wakaenda naye kwao na wakamueleza kwa usahihi Agano Jipya. Sasa unaona hata Paulo naye anasema ya kwamba walikuwa wafanyikazi wenzake katika Kristo. Na pia tutasoma ambapo Paulo alikaa nao katika safari zake. Na si kukaa tu, tunaambiwa ya kwamba alijiunga nao kwa sababu walikuwa mafundi wa hema. Naye Paulo alikuwa amesomea hiyo kazi ya kutengeneza hema. Kwa hivyo Paulo alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hema, lakini bado ameshikilia wito wake. Yungali bado anaenda kuhubiri. Kwa hivyo wengine wanasema labda ilikuwa mapema asubuhi anaenda kazi, masaa mengine anakutana na watu kanisani anafundisha masaa mengine. Lakini anasema ya kwamba hata wenyewe walihatarisha maisha yao kwa ajili ya Paulo. Na ni kweli kuwa rafiki ya Paulo ilikuwa ni hatari, kwa sababu Paulo alikuwa anawindwa. Lakini alikuwa anawindwa kwa mambo mazuri. Ni kama vile tunajua ya kwamba kuwa rafiki ya mwizi ama mkora unahatarisha maisha yako. Kwa sababu mkikutwa na yeye labda yuko na bastola, lakini kutoa bastola, hata wewe labda unaweza ukakufia hapo, kwa sababu hawajui. Polisi wakifyatua risasi. Na basi kuwa rafiki wa Paulo na kushirikishwa na Paulo ilikuwa jambo la hatari. Lakini hawa hakuogopa, kwa sababu alijua Mungu yuko pamoja nao na hakuna
ubaya wote utawafikia bila Mungu kuwa ameona na ameruhusu. Kwa hivyo anasema walikuwa tayari kunyongwa wenyewe, lakini hawakuogopa, kwa sababu alisema tunajua ni nini tunahubiri. Kwa hivyo anatoa shukurani na pia kwa makanisa wa mataifa. Anasema kanisa lililoko nyumbani kwao. Hiyo ndio ilikuwa kawaida ya kwamba makanisa yalikuwa nyumba kwa nyumba. Kwa hivyo mtu fulani ambaye aliko na kipawa walikuwa nakusanyika, si kama wakati huu ambapo tumejenga makanisa. Walikuwa ni wakati wa ushirika, kila wakati kuna watu walifungua nyumba zao, wale bila shaka walikuwa na nafasi. Na tunaambiwa kuna kanisa ile ambalo lilikuwa katika Rumi, na katika hiyo nyumba yao basi ya Priska na Akila kulikuwa na kanisa, wanaambiwa wasalimiwe. Yaani Paulo anakumbuka hilo kanisa ya kwamba liko. Hajafika huko lakini amesikia habari za kanisa, anasema ni upendo wa ajabu. Anasema muwasalimie. Anaambiwa mtu aliyeitwa Peneto, na anaambiwa Peneto alikuwa malimbuko yake huko Akaia. Yaani ndiye alikuwa wale walioamini Injili wakati Paulo alipokuwa Akaia akihubiri. Huyo anaitwa Epeneto. Alafu kuna Mariamu, tunaambiwa aliyejitaabisha sana kwa ajili ya Paulo na timu yake. Alijitaabisha. Siku ya leo watu hata kidogo kutoka hapa kwenda karibu utaona hawako. Nashangaa wakati mmoja tunakuwa na mambo ya kifo kimeingia kwa mshirika fulani, labda ni mshirika, labda ni jamaa yake, na tunakwenda maombolezi, tunaenda kuwafariji, na utakuta watu hawataki hiyo. Hawezi wakajitaabisha hata kidogo kwa sababu ya ndugu yao. Lakini tunaambiwa Mariamu alikuwa tofauti, ati alijitaabisha sana kwa sababu ya Paulo na timu yake. Kundi ambalo alikuwa nalo alijitaabisha. Hebu tufurahi tukijitaabisha kwa sababu ya kazi ya huduma. Tunajitaabisha sana na kazi zetu. Hatutaki kazi zetu ziharibike. Hapa tuko mashambani, mkiangalia mimi naishi shambani. Kwa hivyo kazi ziko saa yote. Lakini kuna wengine wataangalia shamba kabisa, lakini wataki kujitaabisha kwa sababu ya Injili. Hebu tujitaabishe, sababu vile tunajitaabisha. Katika kitabu cha Ufunuo tunaambiwa kwamba machozi yatafutwa. Sasa mtu atafutwaje na ajalia? Hajakuwa amepitia taabu, hajitaabisha hata siku moja. Lakini Mariamu huyu, na walijua ni Mariamu gani kwa sababu aliambiwa tu Mariamu. Nafikiri walijua Mariamu katika kanisa la Roma ni gani. Hata kama walikuwa Mariamu wawili watatu, labda Paulo akisema Mariamu, anajua ni Mariamu yupi. Kwa sababu utakuta kanisa kuna Kamau, kuna Unyango kadhaa. Lakini wasema hapana, si huyo Unyango, na hapana, ule Unyango anaitwa Unyango Midika huyo. Unasema hivyo. Basi. Lakini hao waliposikia Mariamu walijua ni nani. Anaambiwa kwamba kuna mtu aliyeitwa Androniko na Yunia, watu wawili. Walikuwa wananchi wenza na wafungwa wenzake Paulo. Walikuwa wakati mmoja wamefungwa na Paulo. Na ati wanaojulikana miongoni mwa mitume waliokuwa katika Kristo kabla ya Paulo. Hao walikuwa wameokoka kabla ya Paulo, na wakakutana na Paulo, na wakakuwa wanasifa kati ya mitume, ya kwamba mitume walikuwa wanajua mtu fulani huyo anaitwa Androniko na Yunia. Si itakuwa vizuri ndugu, kama askofu atakujua, atapata sifa zako. Kama mchungaji mwingine atauliza habari zako na atasema huyo ana sifa kwa sababu ile amejitoa. Hebu tujitoe kabisa. Hatuambii ni nini waliyofanya, lakini watu wanaambiwa kwamba walikuwa wameokoka, wamekubali Yesu kabla ya Paulo.
Na Paulo unaona anaonyesha heshima, ijapokuwa yeye ni mtume mkubwa, lakini anasema hao niliwakuta, hao niliwaiga, hao nilijifunza kwa mambo, kwa sababu hata Paulo ilibidi akae na watu aelewe zaidi, kwa sababu hakuna mtu anazaliwa akiwa na hekima yote. Hapana. Tunaambiwa Amplia, Urbano na Stakio, wafanyi kazi wenza, ya kwamba walifanya kazi pamoja na Paulo. Paulo anajua walikuwa wafanyi kazi. Kuna mmoja anaitwa Apele aliyethibitishwa katika Kristo. Alithibitishwa katika Kristo ya kwamba maisha yake yalikuwa ni thibitisho ya kwamba anatembea na Yesu Kristo, ya kwamba yeye ni Mkristo halisi. Nakumbuka nikiwa kijana, mhubiri mmoja akakuja kutuzungumzia kanisani. Niko kijana, labda nimemaliza shule ama bado sijamaliza, sikumbuki, lakini nilikuwa kijana. Akasema, je, mtu akija aulize natafuta mtu fulani Mkristo aje katika darasa lenu, watasema ai, hapa kuna Mkristo jana. Aya, aliniambia yuko darasa la 6 ama yuko kidato cha 4. Hapana, watasema ai, hapa kuna, tafuteni labda darasa lingine hayuko hapa. Lakini huyo alikuwa amethibitishwa. Tutafute kuthibitishwa katika Kristo, tutafute kuwa na ushuhuda ambao ni mzuri, ushuhuda ambao unaaminika, ushuhuda ambao ni dhahiri. Unaambiwa nyumba ya Aristobulo na Narciso, Herodioni mwananchi mwenza, Trifena, Trifosa na Persi waliofanya kazi katika Bwana Mungu. Watu waliofanya kazi. Sijui kama tunaelewa sasa ya kwamba kuokoka, tunaokoka bure, lakini kuzungumza inagharimu. Kuishi maisha ya Ukristo, kusimamia ushuhuda wetu, kudhibitisha ushuhuda wetu kupitia kazi nzuri za kupendeza ni muhimu. Ni kama mti ukipandwa. Kama sasa pale nikiangalia hivi naona mwembe wangu nimeupanda kama miaka 2 mitatu imepita. Mara ya kwanza ukatoa majani mazuri, hata ukatoa matunda, lakini yote yakakauka. Mara ya pili, wakati huu unaonyesha dalili mzuri ya kwamba nitapata maembe. Naomba Mungu, nimeangalia haukutoa vizuri kama hii miembe mingine, lakini najua labda utatoa. Na naomba Mungu, nimehesabu maembe kama 10. Ukitoa maembe 10, nitasema sasa umekubali, kwa sababu mtaalamu alikuwa ameniambia huenda aina huu mwembe haufai hapa. Lakini sisi hii ni tofauti na maembe. Mahali popote tulipo lazima tuzae, kwa sababu tuna uzima wa Yesu Kristo ndani yetu. Si kama mwembe, utakuwa huu mwembe nikaambiwa unahitaji udongo ambao una mchanga, una mawe ati ndipo unakuwa mzuri. Nikasema labda sasa polepole umejikaza, umekubali ya kwamba hapa hakuna mchanga na unaanza kuzaa. Lakini katika Ukristo mahali tulipo tuwe na matunda mazuri yanayoonekana. La si hivyo ni kukatwa tu, tutakatwa, tutaondoshwa. Ama kama tutakatwa, tutaenda mbele za Mungu bila kitu chochote. Ndio tunaambiwa kuna mtu ambaye tu atapita tu, lakini kupitia moto. Hana kazi yoyote ya kuonyesha. Na itakuwa aje? Wewe ukijua ulikuwa na nafasi ya kutenda kazi. Mimi nikijua nafasi nilipoteza. Nimesimama mbele za Mungu na ushuhuda peke yake, lakini sina kazi. Wengine wakilipwa kazi, mimi siku. Ningeomba tafadhali msome kitabu cha Ufunuo, yale makanisa 7. Kila kanisa ujumbe wake ulikuwa unaisha ya kwamba Roho anasema hivi. Alafu
uone ahadi ambazo tumeahidiwa, na hiyo ahadi ni kutokana na kazi. Tunaambiwa kuna mtu aliyeitwa Rufo, mteule katika Bwana Mungu, na mama yake ambaye Paulo anasema ni wake pia. Rufo, sijui kwa nini Paulo anadai ni mama ya Rufo ni mama yake, lakini najua inakuwa hivyo kwa sababu hata mimi niko na mama kadhaa hawakunizaa, lakini wamekuwa mama zangu, ya kwamba hata wananitafuta, hata wanatumana kwa sababu ya uhusiano. Na huo uhusiano ni vizuri katika kanisa, tuwe na uhusiano. Kama vile Timotheo aliambiwa kwamba watu wote wachukue vizuri kama hao ndio watu pekee uko nao, ya kwamba wale wazee wa mama, kama ni mzee mwanaume unamchukua kama baba yako, kama ni mwanamke kama mama yako, wale vijana kama ndugu zako, sababu Timotheo alikuwa kijana. Wawe ni kama ndugu, na upendo ule wa ndugu uwe ndio unadumu. Mpaka Paulo hapa anasema ati huyo mama ya Rufo hata mimi ni mama yangu. Labda Paulo alikuwa anatembea huko kwa Rufo na mama yake anamtunza vizuri. Kwa hivyo wamama, wakati watoto wanatembea na watoto wenu, watunzeni vizuri. Utajikuta una baraka kubwa, kwa sababu huyo mtoto atasema najua mama yangu, huyu ni mama yangu, hata kama hakunizaa lakini ni mama yangu. Na kama mimi vile nimesema nina mama wengi. Hata mahali kwingine nimeenda, kama huko Tanzania upande wa Bugongo, kuna mama nikienda namuita mama kwa sababu umri wake na kwa sababu ya ushuhuda ambao tumeshiriki kwa Yesu Kristo. Alafu anasema Asirikrito, Filegoni, Herma, Patroba, Hemesi na ndugu walioko pamoja nao. Inaonekana ni kikundi fulani au walikuwa watu wa sehemu fulani tofauti, sababu Paulo amesaja wengine labda majina hakuwa nayo, labda amesahau, akasema na ndugu walioko pamoja nao. Yani kuna ni kama vile wanaita ni kanisa ndogo, huku tunaita kanisa ndogo, ushirika. Ni kanisa la kijijini la manyumbani. Hicho kikundi kilikuwa habari zake zimemfikia Paulo. Yeye hajafika Rumi, lakini amesikia na anawafahamu, labda kwa njia moja mingine wamekutana nao, lakini sasa anajua wako Rumi. Anasema ndugu walioko pamoja nao. Tunaambiwa Filologo, Yulia, Nero na dada yake Olimpa na dada yake aliitwa Olimpa na watakatifu wote walioko pamoja nao. Alafu anasema mwishowe wasalimie wao kwa busu takatifu, kwa busu takatifu. Sisi wa Afrika hatujui busu maana yake sana, lakini busu tunaelewa. Lakini ni busu takatifu, ya kwamba wakati tunakumbatiana, hiyo ndio tumependa kukumbatiana. Na kama nikienda ndugu tujonana tunakumbatiana, hata wakati mwingine mtu asikii kuacha mwingine. Ni kwa sababu tunakumbatiana katika upendo wa Yesu Kristo. Tunakumbatiana bila unafiki. Tunakumbatiana bila kuwa na nyongo yoyote, kwa sababu tumesafishwa na damu moja, tumeshiriki imani moja, na umilele ni wetu pamoja. Basi tuwe hivyo, tukionana tunafurahiana. Kama nikienda kanisa niliokuwa nakutana na ndugu wengine tujaona muda mrefu, inanishangaza, tunasikia upendo unakuwa mwingi kwa sababu ya vile tuliishi pamoja. Hebu tuishi hivyo, ya kwamba tukikutana tunasalimiana kwa busu takatifu, na tunaishi maisha hayo ya busu takatifu. Tukikumbatiana tunakumbatiana bila mawazo mengine, bila kusema ninakumbatiana tu niono. Hapana,
lakini ni kukumbatiana ambako unatokana na ndani. Na ndio tumesoma tunakumbatiana tukiwa tumesoma habari ya dhamiri, tuwe ya kwamba tuna dhamiri safi. Chochote ukikumbatia mtu, ukimsalimia, unamsalimia, ukitoa tabasamu, unatoa tabasamu mzuri. Pengine utaona anatoa tabasamu hivi, lakini ni mema. Kuna watu huku kabila linaitwa Wakamba, nasikia wanasema meno ni mifupa tu. Ni mifupa tu tunaonyesha, kwa sababu tukitabasamu inapaswa kutoka kwa moyo. Mimi kuna watu tukikutana nasikia furaha ya ajabu, na ninatabasamu, wanatabasamu. Hata labda ukinikiita mtu na hajaniona vizuri, aone ni mimi, unaona uso wake umebadilika kwa sababu ya tabasamu hiyo furaha. Ndio tunaambiwa uwe ndio ushirika wetu. Ni watu tunabusuana ukiwa ndani yetu, mioyo yetu ni safi. Alafu pia Paulo akaleta salamu kutoka kwa makanisa ya Kristo. Kule alikuwa amepitia, makanisa ya Kristo alikuwa amemtuma. Wamemwambia uwape salamu zetu. Watu akiwaambia anaandika barua, alijua. Kwa hivyo hata yeye akatoa barua. Funzo liko wapi? Yohana 17:22 inasema hivi: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Yesu Kristo wakati anaona safari yake inakaribia mwisho, na amekuwa na wanafunzi wake miaka kama mitatu na nusu hivi katika huduma nao. Sasa yuko tayari kwenda, na anasema ya kwamba nimewapa wao, ya kwamba utukufu ule nilikuwa nao, niliokuwa ule ulionipa, ule utukufu Yesu Kristo alikuwa na Mungu Baba, anasema amewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sababu kama kulikuwa hakuna umoja, hakungekuwa salamu kama hizo, hangekuwa na kumbukumbu kama hizo. Lakini kanisa linapaswa kuwa ni mahali watu matumaini moja, wa imani moja wanakutana, wakijua kwamba mwishowe hawa tuko nao ndio wetu, na ndio umoja unakuwa ni mzuri, kwa sababu kama utakuwa na wewe pamoja milele, sinikupende, sinikufanyie lolote ambalo naweza kukufanyia katika uweza wangu, ili nikikufanyia nipate hiyo kuridhika ya kwamba huyu ni ndugu yangu na nataka nimuone huko. Jambo la tatu, 17-20 tunasoma kitu kinaitwa hakikisho. Tasoma hiyo 13-20. Inasema hivi 13: nisalimieni Rufo. Inasema hivi: ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawakutumikia Bwana, hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maana laini kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu. Lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema, na wajinga katika mambo mabaya. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe nanyi. Amina. Sasa anawapa hakikisho, lakini kabla ya hakikisho anawapa onyo kwanza, ya kwamba kuna hakikisho mwatambua watu
wanaosababisha mgawanyiko na makwazo kinyume cha mafundisho waliofundishwa. Kwa sababu kanisani mafundisho ni ya kwamba sisi ni ndugu, lakini utakuta kuna wengine wana midomo, wanataka kuongea mambo ya wengine, kuwa masengenyo, wanataka kufuatilia watu sana, na tunaambiwa achana na huyo mtu. Huyo ni mtumishi wa mwingine, si wako. Usimfuate sana, we shikilia kazi yako. Ni kama vile Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema ya kwamba mtu akichukua, kama ni wale ndama analima, ana ng'ombe analima, haangalii nyuma. Lakini kuna watu wanaenda wakiangalia kando kando, wanataka kuona ule nani yuko aje, anataka kusikiliza, unasikia nani alinunua gari. Lakini si ya kwamba nilisikia nani anajua fulani alinunua gari, lakini anauliza nilisikia fulani alinunua gari. Lakini ni kitu anatafuta chumvi fulani iongezwe, tangawizi kidogo, hataki kukubali. Sasa alafu anaita mgawanyiko. Kwa sababu naambiwa kwamba wako na maneno manyofu, akiongea anaongea kabisa, hata unaamini huyu kweli ningetaka kuongea kama yeye. Nimekutana na ndugu kama kwa maneno anaongea, lakini ukimpa pesa utamuona tena, hiyo habari inaisha. Anaongea mpaka hata pesa ile ulikuwa nayo unampa, alafu hiyo inakuwa mwisho. Kuna ndugu kama hao. Basi tunaambiwa aje? Tuwe na hekima na watu kama na wajua hao, tunajiepusha nao. Ukijua mtu ni mtu wa maneno, akianza kukupa maneno, umwambie hapana, mimi na haraka. Ama umwambie hiyo maneno kwa sababu nasikia ni maneno mazito, acha niende. Wacha tutakutana kanisani tuongee pamoja na mchungaji. Alafu huyo mtu kimwambia hivyo, hiyo Jumapili hata kuja kanisani. Hivyo ndivyo tunafanya, kwa sababu mafundisho ndio kwamba sisi ni ndugu, tuwe na umoja. Vile unaumia wakati mwingine, unaumwa, yule mwenzako akiumwa unahisi maumivu yake, unataka kumfariji, unataka kumpa nguvu. Akiwa na wakati mgumu unafanya vile unaweza, lakini hao hataki hivyo. Hao kazi yao ni kuwatenganisha, ni kuharibu. Kwa njia zingine ni kusema ya kwamba hawa wako kanisani lakini wanafanya kazi ya shetani. Na wako watu kama hao, sababu saa yote ni maneno. Watu wakiambiwa tufanye mchango au sasa watu ni pesa tu, kwani wanafikiri sisi tuko na pesa? Malalamiko, mambo kama hayo tuangalie. Kisha ijapokuwa amewaonya, anawapongeza na kufurahia utiifu wao uliojulikana kwa wote, ya kwamba kanisa la Rungu alikuwa na sifa ya utiifu. Hivi majuzi hapa kwetu tumekuwa na ndugu yetu, mama yake ameaga, alikuwa wa kanisa tofauti. Na tulipokuwa tunaenda katika ibada za mazishi, ibada za maombolezo, siku moja ikakuwa ni siku ya, alikuwa mama, ilikuwa ni siku ya wamama. Na hata sisi tukashangaa, kwani hawa mama wametoka wapi? Ni wapa kweli? Kwa sababu kama ni utiifu wanao, wote walikuwa wamejitokeza. Na sisi tunajidai watu wa kiroho, na katika kiroho hiki chetu ndio unakuta watu ambao ni wakatili kabisa, watu ambao hata ukiwaambia waje ibada wengine wanazusha na wanakasirika. Huyu tu anatuambia hajui tuna majukumu. Sasa hao wanaambiwa hao walikuwa na utiifu. Basi tujitahidi kabisa tuwe watiifu. Wakati mchungaji anaongea, wakati wazee wameamua, wakati kuna mkutano na kumekubalia, watu wamekubaliana, usikue wewe niwe utakataa useme mimi siko. Wanawahimiza wawe katika hekima, katika mema, wajue mema, lakini mambo ya uovu wawe hafifu.
ya kwa mambo ya uovu hawako nayo, wataki, lakini katika kufanya mema wawe na hekima na wafanye hivyo. Anawahakikishia, tumesema hakikisho ya kuwa Bwana Mungu wa amani atamwangusha shetani chini ya miguu yao hivi karibuni. Labda kuna mambo fulani yalikuwa yanawatesa, kuna yamewasonga, ndio inaonekana, si labda, kwa sababu anawaambia hivi karibuni shetani atadhihirika akiwa chini ya miguu yenu. Na ukiambiwa hivyo si ni vizuri sana. Tukiamini, kuambiwa ni jambo moja, kuamini ya kwamba shetani atawekwa chini ya miguu yetu hivi karibuni, hiyo inatupia nguvu. Tunavumilia, tunasonga mbele, safari inakuwa ngumu lakini hatukati tamaa. Tunasema hivi karibuni shetani tutamuona chini ya miguu yetu. Na ni kweli, siku baada ya nyingine tukiendelea na ushuhuda, ni dhihirisho kamili ya kwamba Bwana Mungu yuko pamoja nasi na shetani ameshindwa na ataendelea kushindwa vile alivyoshindwa msalabani. Tunategemea kazi iliyomalizika msalabani, si nguvu zetu. Kwa sababu hapa tunasema tunahesabiwa haki kwa imani. Imani hiyo ndiyo ambayo inatuongoza, ndiyo inatutia nguvu. Na wanatakia neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Neema, hiyo neema ambayo Mungu ametujalia. Funzo ni 17:17 Yohana, maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Watakase kwa kweli yako, neno lako ndio kweli. Ati watakase, waweke mbali na mengine, waweke karibu na wewe kwa neno. Ya kwamba katika yote ambayo tunafanya, yote ambayo tunatafuta, hiyo ya kwamba ni neno la kweli ambalo linatuongoza, kwa sababu neno la Yesu Kristo, neno la Mungu ni la kweli. Basi tunaambiwa kwamba utakaswe. Basi hebu utakaso wetu uwe unatokana na neno, hilo neno safi. 4. Salamu 21-24. Sasa si Paulo tu anawasalimia, tunaambiwa 21-24 tunaambiwa kuna watu nao walimtuma salamu. Na ni ajabu siku ya leo utakutana na mtu fulani uambie, ukienda msalimie mama yako, mtamsalimia, afikishi salamu. Hebu tuwe kama Paulo hapa ametupa mfano mzuri. Ukiambiwa salimia watu, ende wasalimie. Ndio wakati mwingine tunasahau, lakini siku ya kwamba ukiambiwa hiyo unasawacha tu. Anasema hivi, Timotheo mtenda kazi pamoja nami awasalimia, na Lukio na Yasoni na Sosipater. Mimi Tertio niliandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Tertio hata yeye anataka kujiunganisha na Paulo na salamu. Gayo mwenyeji wangu na wa kanisa lote pia awasalimu. Erasto wakili wa mji awasalimu, na Kwarto ndugu yetu. Ni watu ambao walikuwa na Paulo mahali alipokuwa, wakiona waraka unaandikwa wakasema hata sisi peleka salamu. Nawaambia neema ya Bwana Mungu wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Sasa ni salamu. Hebu basi hata sisi tujifundishe hivyo. Ukisikia mtu anaenda mahali, mtume salamu. Sisi wa Afrika tunajua hivyo. Wazungu sio sana, utasikia akikwambia ukienda usalimie watu. Lakini wewe hata ukikutana na mtu, unaenda wapi wasalimie hata watu hujui. Sisi wa Kristo mioyo yetu ni mizuri. Tunapenda watu hata tujui. Sababu hata ukisikia mtu anaenda huko mahali hujui, na hata kuna mtu ukifika huko wasalimie, waambie nimewasalimia. Inakuwa ajabu hata mimi wakati naenda katika safari zangu za Injili nikiwa na salamu. Nikienda Burundi na kuja na salamu za Burundi. Nikienda Burundi naenda na salamu za huku. Kwa sababu huku nimetoka na ninawaambia nimeenda hudumu. Nafikisha salamu.
tuwe watu wa kusalimiana, kwa sababu unaposalimia mtu unaonyesha uko na nia nzuri, unaonyesha uko na imani nzuri naye. Tupende watu hivyo. 13 Yohana 13 na 34. Yohana 3 funzo tunaliona vizuri hapo. 13:34 inasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Mpendane vile tulipendwa. Kama kweli tunafurahia upendo wa Yesu, nasi tupendane. Na kusalamu ni kitu rahisi sana. Wasalimie, waambie tuko, waambie wakazane. Hiyo ndio tunaomba, ni jambo rahisi, na baadaye litahesabika katika kazi nzuri ambazo tumefanya. Ya mwisho ni baraka ambazo Paulo anatoa 25 mpaka 27. Na baraka zinasema hivi: basi kwake yeye azee kutuimarisha sawasawa na Injili na mahubiri ya Yesu Kristo, kulingana na ufunuo wa siri iliyositirika tangu ulimwengu uanze, lakini sasa imefunuliwa, na kwa maandiko ya kinabii kufahamika kwa mataifa yote, kwa agizo la Bwana Mungu wa milele, ili walete utiifu wa imani kwa Mungu aliye pekee yake mwenye hekima, uwe utukufu kwa njia ya Yesu Kristo milele. Amina. Basi wanaambiwa Mungu ni kama anawapatia hakikisho Mungu yuko pamoja naye. Mungu ambaye alitafuta mwanadamu. Tumesikia ya kwamba hata maandiko ya kinabii, akina Isaya wakati wameondoka miaka mingi, kama ni Malaki ni miaka mingi Malaki hayuko, lakini kulikuwa na maneno hayo. Yaani imani hii ina misingi, imeenda ndani, imeenda chini sana, ina kina cha mizizi, na tunaambiwa ya kwamba Bwana Mungu unayemuomba aliye pekee yake mwenye hekima, na kama ametuambia tusifadhaike mioyo, mbona tunafadhaika? Kama ametuambia tuende ushirika, mbona tunaacha ushirika? Kama ametuambia tuwe na huruma, Yesu Kristo mwenyewe amesema katika maneno yake mwenyewe ya kwamba yeye alikuja kutumika. Mbona sisi tunaona vigumu kutumika? Mbona sisi hatutaki kutumika? Ya kwamba kwake kuwa utukufu kwa njia ya Yesu Kristo milele. Tuko mahali pema tukiwa katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tukiwa katika kazi kama hizi tumesikia zimetajwa, kazi ambazo zinastahili pongezi, zinastahili sifa, kazi ambazo zinakubalika, kama tuliona katika Warumi 12, kazi ambazo ni nzuri, ni za kupendeza, zinakubalika na Bwana Mungu, zinafaa ibada ambayo inafaa, inapendeza, inaambatana na yale ambayo tumefundishwa. Funzo katika Yohana 21:22, Yesu akamwambia, ikiwa ninataka abakie hata nitakapokuja, ya kuhusu nini wewe unifuata? Ni maneno magumu kidogo na makali, ni kuhusu, na alikuwa anazungumzia Mtume Petro. Alipomuona Yohana akauliza, na huyu sasa mimi unaniambia nitaenda, huyu naye namna gani? Akaambiwa, wewe usijali, nikisema akae mpaka nije inakuhusu nini?
Kwa njia nyingine, Yesu anasema, hebu tukaze yetu. Hebu tujihusishe na mambo yetu na huduma yetu. Hebu tutafute hiyo sifa yetu sisi. Sifa ambayo itajulikana kama vile tunaambiwa ilijulikana ya Hawa. Na sifa, ibada ambayo inakubalika, ibada ambayo inampendeza Mungu. Ya kwamba hata tutakapo umua ya mwisho, tunakuwa sisi hatuna chochote kinatusumbua. Dhamiri yetu ni safi, tumefanya bora tuwezavyo. Na sasa kile tu kinatungojea ni kuwa katika uwepo wa Mwokozi, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vile Paulo alikuwa anasema ya kwamba ni vizuri zaidi hata kuliko kukaa huko, kwenda huko juu, kuwa katika uwepo. Lakini madamu sijaenda katika uwepo wa Mungu, nifanye kazi. Tuwe na kazi nzuri, ili kazi ambayo inapendeza Mungu, kazi ambayo inastahili sifa. Yohana 21:22 ndio hiyo tunaambiwa hivyo ya kwamba tusiangalie wengine. Mimi niangalie kazi yangu, huduma yangu, kipawa changu. Nisikuwe katika kipawa changu mimi nikulaumu, huyo hata Biblia hajui. Na mimi sijitoi kufundisha kile nimejaliwa na Mungu. Watu wengi wako hivyo, watu hata kuimba waimbi vizuri. Wewe unajua kuimba vizuri, si uimbe. Achana na hao hawajui kuimba, usijishughulishe nao. Basi tukifunga katika kutafakari ni 16:12 nasema, nisalimieni Trifana na Trifosa, wenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Persisi, mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Umesikia? Trifana na Trifosa walikuwa na bidii, ilijulikana katika Bwana. Watu wa bidii. Alafu pia tunaambiwa Persisi, mpenzi. Yaani Paulo alitakifikiri Persisi anasikia tu upendo mwingi, kwa sababu anasema aliyejitahidi sana katika Bwana. Alijitahidi, alitaka kufanya bora zaidi. Kwa sababu utakuta wengine hawajitahidi. Sababu mtu ambaye anakuja kanisa wakati anataka. Nakumbuka kama ilikuwa majuma mawili yaliyopita nafikiri, asubuhi kukanyesha, kanisa linakuwa watu nusu hawajatokea, kwa sababu mvua imenyesha. Na kani kazi mtu atakosa kwenda kazi kwa sababu asubuhi kumenyesha. Hawa tunaambiwa Persisi, tunaambiwa alijitahidi. Trifana na Trifosa walikuwa na bidii. Tuwe tunatajwa bidii. Tafakari ni 16:22. Ndio hiyo tumesoma tafakari. Wazo kuu. Maana utii wenu umewafikiria watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu. Lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Na kwamba kutenda mabaya tuwe wajinga. Hata tuitwe sisi ni wajinga kwa sababu tumekataa mabaya. Lakini katika mambo mema tunaambiwa tujitahidi, tuwe na hekima. Wazo kuu, hilo ndio wazo kuu. Sala 16:24. Na ndio tunafunga nayo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Kwa hivyo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Mungu